Siku chache kabla ya Luanda kuandaa mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, Rais wa Angola Joao Lourenço aliwakosoa vikali wale ambao anasema wanajaribu kuisambaratisha DRC. Akizungumza mjini Addis Ababa katika nafasi yake kama rais wa Umoja wa Afrika, Rais Joao alikosoa Rwanda ambayo inashutumiwa kuwaunga mkono waasi wa M23 na kuendeleza uwepo wa wanajeshi ndani ya ardhi ya Kongo. Rais wa Angola na Umoja wa Afrika AU alizungumzia suala la mzozo barani Afrika, akisema kwamba baadhi ya migogoro hii inaendelea katika mwelekeo mbaya wa wasiwasi na wa kulaumiwa kama ilivyo kwa mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bila kutaja majina, rais wa AU anasema kuna wale ambao wana mipango ya kuisambaratisha DRC au hata kupindua serikali yake. Meli ya pili ya Iran ambayo ripoti za habari za nchi za magharibi zimeitaja kama sehemu ya mpango wa kifaa cha kuzalisha kombora kutoka China inaelekea Iran ikiwa na shehena kubwa. Uchambuzi wa kipekee wa VOA umegundua tovuti ambazo zilikuwa zikifuatilia meli zinaonyesha mizigo iliyo na bendera ya Iran. Jairan iliondoka China Jumatatu, mwezi mmoja baadaye, tofauti na ilivyotarajiwa kuondoka kama ilivyotajwa na moja ya ripoti za habari. Meli ya Jairan ilitajwa Januari na Februari na makala ya The Financial Times, The Wall Street Journal na CNN kama mojawapo ya meli mbili za mizigo za Iran ambazo Tehran inazitumia kuagiza tani 1,000 za perchlorate ya sodium kutoka China. Vyombo hivyo vitatu vya habari vilitaja vyanzo vya kijasusi vya magharibi ambavyo havikutajwa, vikisema shehena inayodaiwa inaweza kubadilishwa na kuwa perchlorate ya amonia ya kutosha, sehemu muhimu ya mafuta yenye nguvu ya kutengeneza makombora 260 ya Iran. Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Othman Masoud Othman amesikitishwa na kitendo cha kuzuiliwa kuingia nchini Angola kwa sababu ambazo bado hazijawekwa wazi na mamlaka za nchi hizo. Akinukuliwa na mtandao wa gazeti la Mwananchi wa Tanzania, Othman ambaye pia ni kiongozi wa chama cha upinzani cha ACT kilichopo kwenye serikali ya mseto ya mapinduzi Zanzibar, amesema kitendo cha kuzuiliwa kwake kwa saa 8 na mamlaka za Angola ni cha aibu kidiplomasia. Ameongeza kusema kwamba licha ya kutokea tatizo hilo, hana kinyongo na wananchi wa Angola. Mwananchi inaripoti kwamba katika taarifa ya leo Machi 14, kiongozi huyu wa serikali ya mapinduzi Zanzibar na chama cha ACT amesema yeye pamoja na viongozi wengine walizuiliwa bila sababu yoyote na Angola alikokwenda kushiriki jukwaa la demokrasia. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria ametoa wito wa kukomeshwa kwa ghasia na kuwepo na ulinzi wa raia wakati nchi hiyo ikikabiliana na ghasia mpya miezi mitatu baada ya kuanguka kwa utawala wa rais wa zamani Bashar al-Assad. Geir Peterson alielezea hoja yake Ijumaa, ambayo ni kumbukumbu ya miaka 14 ya kuanza kwa maandamano ya kuunga mkono demokrasia ya al-Assad ambayo yalisababisha zaidi ya muongo mmoja wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kilichoanza kama ombi la mageuzi kilikabiliwa na ukatili wa kutisha na kusababisha moja ya migogoro ya kutisha katika kipindi chetu. Peterson amesema familia zinaendelea kuomboleza kwa kufiwa na wapendwa wao, jamii zinaendelea kuvunjika, mamilioni ya watu wanahamishwa kutoka majumbani mwao na wengi wanaendelea kutafuta waliopotea. Umoja wa Mataifa unasema mzozo huo uliwafanya takribani watu milioni 12 kuwa wakimbizi nchini Syria.
Asilimia 98.8 ya watahiniwa wa mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya juu ya sekondari nchini Uganda UACE wamefaulu licha ya kushuka kidogo kiwango hicho ikilinganishwa na watahiniwa wa 2023. Mtandao wa gazeti la Monitor la Uganda unaripoti kwamba jumla ya watahiniwa 1632 wamefeli mtihani huo ikilinganishwa na watahiniwa 665 wa mwaka 2023. Mkurugenzi wa bodi ya mitihani ya Uganda Dan Odongo amesema wanafunzi 140,888 kati ya 140,996 walijiandikisha kufanya mtihani huo, lakini wale waliofikia vigezo vya kutahiniwa walikuwa ni 139,256 na kufanikiwa kupata kiwango cha ufaulu. Akiongeza kuhusu mwelekeo wa wanafunzi hao kwenda katika vyuo vikuu, Odongo amesema kwamba vyuo vya elimu ya juu lazima viwe tayari kupokea wanafunzi wenye ufaulu stahiki. Idadi ya ndege wa Marekani inapungua kwa kasi ya kutisha kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa Alhamisi na muungano wa vikundi vya sayansi na uhifadhi. Upotevu wa makazi na mabadiliko ya hali ya hewa ni miongoni mwa sababu kuu zinazochangia upoteaji wa idadi ya ndege, kulingana na ripoti ya hali ya ndege wa Marekani ya 2025. Zaidi ya aina za ndege hao zilichunguzwa zimefikia hatua ya mwisho na kupoteza zaidi ya nusu ya idadi yao katika miaka 50 iliyopita. Ripoti hiyo ilifichua kwamba idadi ya ndege katika makazi yote inapungua, ikiwa ni pamoja na idadi ya bata ambayo hapo awali ilionekana kama ushindi kwa uhifadhi. Kupungua kwa idadi ya bata kulishuka kwa takriban 30% kutoka 2017, lakini idadi ya bata bado ipo juu kuliko ilivyokuwa miaka ya 1970. Na ingawa baadhi ya vijana nchini China wanakiri kutumia muda mwingi kwenye mtandao, wengi wana mashaka kuhusu mapendekezo mapya ya serikali yanayolenga kudhibiti muda wa vijana wa China kutumia mtandao na kwenye mitandao ya kijamii. Mazungumzo ya siasa ya mwaka ya iliyomalizika Beijing wiki hii, mchezaji mahiri wa kimataifa wa mpira wa kikapu aliyechezea ligi ya NBA alitoa wito wa vikwazo vya upatikanaji wa mitandao kwa vijana nchini. Walikuwa wakitetea mpango ambao ungeamuru watoto kuzima vifaa vyote vya elektroniki kwa simu na kila muhula wa masomo na kutoa nje kwa ajili ya kufanya mazoezi. Viongozi pia walitaka udhibiti mkali wa michezo ya mtandaoni na kutaja wasiwasi kuhusu maudhui hatari ya mtandaoni, wakionya kwamba matumizi mengi ya mtandao yanaathiri afya ya kimwili na utendaji wa kitaaluma wa watoto wa chini ya umri ya miaka 18 wa China.